Ni nani anayesimama na wewe wakati wa taabu yako? Okay. Watu wanapo kwenye matatizo wanatafuta watu wa kuwasaidia kutoka. Watu wanapokuwa wagonjwa huwatafuta madaktari. Watu wanapokuwa na huzuni hutafuta watu wa kuwapa moyo na kuwatia faraja. Watu wanapokuwa na mikwamo ya kimaisha huwatafuta watu wa kuwavusha. Unapokosa mtu kukuvusha kwenye mkwamo wako, unabaki kwenye mkwamo huo huo ulionao. Na bahati mbaya zaidi, hakuna kitu kibaya kama kuteseka ukiwa unajua fulani ana uwezo kunitoa hapa, ila hataki. It's very painful. Haya, kwa muda mrefu sana jamii imejengewa kuwa na hofu na kuamini kwamba maisha hayawezi kwenda mpaka waabudu watu fulani au wanyekee watu fulani. Ni kweli, ni muhimu kuwa na watu hao, lakini hiyo haikufanyi ushindwe kuwa karibu na Mungu, kwa sababu uwepo wa watu upo, lakini kuna siku atakudisappoint. Pamoja na kwamba tunahitaji watu kutusaidia kwenye mambo yetu, kuna wakati tutarogwa, tunahitaji nabii, mtumishi aniombee. Kuna wakati tutapelekwa kwa mganga, mambo yatakuwa yamestack, unahitaji mtu akusaidie kutoka hapo, kwa sababu hizo kwa kwenye shimo ukajitoa. Lakini pamoja na uwepo wa watu, bado hawezi kumreplace Mungu. Bado Mungu ana nafasi kubwa ya vyake ndani yako ya kusaidia ukanavigate kwenye tatizo na ukatoka. Hii nguvu ya kusaidia wewe kupenya wakati wa ugumu haitokani na scriptures ulizozikariri, vitabu vya Biblia ulivyokariri. Nguvu ya kusaidia wewe kutoka kwenye mikwamo yako inatokana na kitu kinachoitwa intimacy with God, mahusiano binafsi na Mungu. Mungu hawezi kujifunua zaidi unavyomjua. Kuna watu wengi wanajua kuhusu Mungu, lakini hawamjui Mungu. Ni wengi. Tuzungumzia Mungu wa Ibrahim na Isaka na Yakobo. Kwani wewe umjui? Mimi mwenyewe namjua. Mungu anayegawanya bahari ya Shamu, wewe umjui? Mimi mwenyewe namjua. Mungu anayesimamisha jua ile kina Joshua endelea na vita, wewe umjui? Mimi mwenyewe namjua. Mungu ambaye watoto tasa, umjui? Mungu anayeweza kufanya kitu katika mazingira ambayo hakuna dalili, wewe umjui? Lakini umjui Mungu. Unajua kuhusu Mungu. Kipimo cha kumjua Mungu ni kipi? Ni zile personal encounters. Kwa Kiswahili mnahitaji makutano binafsi na Mungu. Wewe na Mungu mnakutanaga wapi? Mungu amenisaidia, sikuwa najua nitavukaje, lakini nimevuka pale. Hayo ni makutano binafsi na Mungu. Hakuna mchungaji aliyekuombea, ila ulikuwa kwenye shida fulani, alafu Mungu akakusaidia ukavuka pale. Unasemaje? Katika namna ya tofauti, katika namna sio ya kawaida, Mungu amenisaidia, nimevuka pale. Amen. Unajua nini kuhusu Mungu? Amekuvusha wapi huyu Mungu? Ni wapi Mungu amekuvusha? Mungu amekuvusha wapi? Pale Mungu alipokuvusha ni alama ya mahusiano yako kati ya wewe na yeye. So unapokuwa unamkumbusha, Baba, kuna wakati nalikuwa sehemu, kulia kwangu hapakuwa na mtu, kushoto kwangu hapakuwa na mtu, sikuwa na mtu kunisaidia. Nilipokuita ukanisaidia. Leo tena Bwana, nakuita kwenye tabu hii hapa, naomba univushe Bwana. Mungu anaangalia mara ya kwanza alikuvusha, na leo umetambua anakuvusha tena. So uwepo prophet ni muhimu, uwepo apostle ni muhimu, uwepo mchungaji ni muhimu, lakini mwisho wa siku unahitaji kuwa na mahusiano binafsi na Mungu. Haya ndio ambayo yatakubeba wakati wa tabu yako. Kuna wakati mimi siwezi kukufikia. Simu yangu hii inapokea messages, callings nyingi kweli, na this time niko busy. Na kuwa free na hii simu kuanzia saa 10 siku za wiki za katikati hapa, kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Saa 10 kidogo ndo na uwezo wa kushika hii simu vizuri, kwa sababu mchana kwa busy. Nakutana na message kibao, matatizo kibao, lakini siwezi kuyatatua. Hata hapa nikifanya hivi, nitakutana nayo tu hapa, yako hapa mengi haya, lakini siwezi kuyatatua, niko hapa. Imagine kuna mtu sasa hivi mtu wake anataka kukata roho, anampigia prophet amsaidie. Msaada utaupata? Hawezi kupata. Niko nahubiri hapa sasa hivi. Kitakachomuokoa huyo mtoto ni nini? Mahusiano kati ya mzazi wake na Mungu. Uchawi upo sawa, hatukatai, lakini huu uchawi ukishatumwa kwako, inabidi urudishe feedback kwamba huyu mtu ambaye mnamroga, Mungu wake amemfunika na kumlinda. Amen. Lakini
Lakini pia pamoja na kuitegemea nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako, pamoja na kutegemea mahusiano ulionayo, bado haikufanya usitafute mtu ambaye una uwezo wa kumshirikisha changamoto zako na mkaomba pamoja. Kama mtu anaitwa my personal doctor. Hivi mtu mwenye daktari wake maalum, si wapo? Hakuna watu wenye wanasheria wao. Kama mtu ana mwanasheria wake, kama mtu ana daktari wake, kwa nini usio na profeti wako? Kwa nini usio na mchungaji wako ambaye unamshirikisha mapito yako wakati wa taabu, kwamba utaomba sawa, lakini pia kuna mtu mwingine ambaye unajua huyu atanisaidia? So ni muhimu kutengeneza mahusiano binafsi na Mungu, ni muhimu, lakini pia lazima uwe na mtu wako ambaye utamuelezea yanayokusibu. Lengo si kwamba unamtegemea. Prophet hamreplace Mungu. Prophet na kurahisishia njia ya kumwendea Mungu. Mchungaji hamuondoi Mungu akakaa. Mchungaji anakuelekeza njia sahihi ya kwenda kwa Mungu. Hakuna watu wanaoibiwa kirahisi kama watu wanaoamini manabii. Na mimi hakuna, ukisikia mtu ametapeliwa kwenye dunia, kwenye mambo ya gospel, kwenye injili huko, alimwamini nabii. Unajua nabii sio lazima mtu ajiite nabii. Kuna mtu ni mchungaji, lakini akitokea kwako anakuja kama nabii, anakuambia yajayo. Nilikuwa napata ushuhuda mmoja. Mtu alienda pale matatizo, akamwambia, "Ili ngusaidie shida yako, tuma kwanza 200,000." Akatuma 200,000. Alituma 200,000, akamwambia, "Niko busy, tunaone kesho." Akamwambia, "Hapana, nimetoka." Akamdanganya, "Nimetoka sio wapi." Ataje sio Mbeya. Ngoja kukuona. Kwa hiyo siwezi kulala, sina hela. Akamwambia, "Basi tuonane saa 10. Lakini tumie majina ya baba yako, upande wa mama yako." Akamtajia hivyo. Jamaa anakuambia ukiingia kwenye malango yao unapumbazwa, hujui chochote. Nakwambia mimi ni baba wa familia. Anasema ukiingia kwenye malango yao akili inapumbazwa, unataja kiwango cha fedha ulichonacho. Unashtuka ukiwa unatoka. Yaani akikwambia milioni 7 kwa sababu ana maroho anamwambia una shilingi ngapi. Sio anakuuliza una shilingi ngapi hapo? Ukisema na 500,000 anakuambia hapana, nazungumza kwenye akaunti yako ya CRDB. Na milioni 5 anakuambia ilete madhabahuni hapa, mimi nilijuaje? Sio kama ni wewe unajua. Jamaa amejuaje? Wana maroho. Ndio maana mimi nashangaa Tanzania. Huyo mtu anayemtaja, ushakusikia anasema katika jina la Yesu. Ile no, ushakusikia anasema katika jina la Yesu. Ushakusikia anaombea mtu. Ushakusikia anafundisha tufueni maandiko, tusome maandiko. Ushakusikia? Lakini angalia influence alionayo. So kuna watu ni wazuri kwenye kusikia lakini hawaelewi kupambanua gospel. Na shetani ndivyo ajabu, injili za hovyo anazipa watu wa kusupport kuliko injili za kweli. Moja ya vitu vinasababisha watu wanaacha injili ya kweli ni kama mtu anajiuliza, Dennis unataka mingapi kwenye utumishi? Miaka 9 natumika, niko na mic hivi natumika. Okay, unanija ajabu, sina chochote. Nyumba nzuri sina, gari nzuri sina, familia nzuri ile unawiri vizuri sina, ni tabu wote. Alafu anaona kuna jamaa ameanza juzi, ana umati. Alafu mwambie ngangana na Mungu hapa, atakuelewa? Ngangana mwenyewe, mimi naenda kule kupewa maelekezo. Akifika anaambia twende baharini. Imagine mtu anafaa kuambia hivi, twende baharini ngakutengeneze. Tukachinje mbuzi. Na bado kuna Mkristo na muamini Mungu naye anaenda. Anua mbuzi anaenda baharini kutengenezwa. Eti naye awe tajiri. Kushtuki. Na ni wa Kristo. Hata ukiona kama mtu unasemaje, huyu mtumishi wa Mungu ni wa kweli. Na wana hekima za hii dunia. Anaweza kaja akapiga hekima. Na Mungu alipo ajabu siku hizo anajifunua. Juzi nilikuwa naona clip yuko na mke wake eti baby jamani baby Facebook mtumishi wa Mungu kwenye page yangu baby ndio kitu ambacho yani madhabahu ndio ambacho nimeambiwa nionyeshe kwa watu. Nani asiye kisi? Kama ukisi hadharani hata ndotoni na kisi. Full stop. Kwa kuota. Amen. So pamoja na kwamba unahitaji mahusiano binafsi na Mungu, lakini hakikisha una mtu ambaye unaweza kumwelezea nini? Shida zako. Lengo sio ili asimame badala ya lengo sio ili amtoe Mungu. Asimame na wewe katika kukabili changamoto zako. Wewe unaye? Ni nani atakayekuvusha wakati wa taabu? Nchi yoyote haiwezi kupona kama haina mtu anayesimama kuipigania. Israeli ilikuwa na Moses. Musa alikuwepo hapo anaipigania Israeli, hatimaye ikashinda. Wafalme walikuwa na manabii. Unaweza kusikia ni mfalme nani ambaye alikuwa hana nabii wake? Kila mfalme anamjua wewe alikuwa na nabii wake, kulikuwa na manabii. So taifa la Tanzania hili limeangamia. Umewahi kuanza watu wangemsikiza nabii Dennis, tungefika tulikofika leo? Hapana, watu wangemsikia Gwajima, tungefika leo.
So mapuzo ya sauti ya Mungu ndani ya Prophet Dennis, mapuzo ndani ya sauti ya Mungu ndani ya Gwajima imefikisha taifa hapa lilipo leo. Lakini enzi za nchi za zamani au maisha ya zamani au dunia ya zamani, wafalme kwa maana marais wa leo wana watumishi wao, kabla hajafanya maamuzi makubwa kwenye nchi anamuuliza mtumishi wa Mungu, unalionaje hili? Na sio lazima uwe na imani sawa na huyo nabii. Hapana, ila si ni sauti ya Mungu kwenye taifa fulani. So unauliza, Israeli na nguvu zake zote ilikuwa na Musa. So watu walikuwa wamejisubmit chini ya Musa. Musa ndio akamuuliza Mungu alete maelekezo. Hiyo ni nchi. Wafalme ambao ni kama rais wa leo walikuwa na manabii wao. Ushakusikia Isaya ameenda kuhubiri kanisa fulani? Ushakusikia Elisha ameenda kuhubiri kanisa fulani? Elia? So wako katika nchi, kazi yao ni kutoa maelekezo tu kipi kifanyike kwenye nchi. Amen. Kukosa, nataka tuwaze, Gwajima amepaza sauti, mimi nimepaza sauti, watumishi Mungu wengine wamepaza sauti, tukapuzwa. Haya matokeo ni ambaye hajutii sasa hivi. Kama tunajutia, hata viongozi wanajutia, lakini kwa sababu walipuuza sauti ya mtu. So kumbe ukikosa mtu na wewe anayekuambia nini cha kufanya, unaweza ukabaki kwenye tatizo kwa miaka mingi mpaka anapokuja kukusaidia. Hivyo unajua kama Yesu akakuja kwa Petro angekuwa nani mpaka leo? Mnijibu basi. Yaani Yesu asingekuja kwa Petro angekuwa nani mpaka leo? Historia yake ingesomaje? Mvuvi wa samaki, si ndio? So leo kubadilisha historia ya Petro nani? Yesu, mtu. Ushawahi kuwaza jambo hili muhimu sana? Kama Yesu asingekuja ndani yako leo, wewe kuna ile fanya maisha ambayo ungekuwa nayo ambayo usingetamani. Mimi najiuliza hivi, bila Yesu ungekuwa wapi? Sijioni yani, sijioni. Najiona kabisa bila Yesu sijioni. Pengine ningekuwa sijafa, lakini sijioni ambavyo ningekuwa. Sijioni. Kumbe saa 6:07. Saa 6:44. Yako nasemaje? Saa 6:41. Yako nasemaje? Hivyo okay. Kajua ni ya Kongo imekosea. Saa 6:41. So na dakika 3. Na dakika 19 za kumalizia. Saa 6? Okay sawa. Kajua saa 7. Vizuri sana. Okay, sasa tumalizie hapa hivi. Mtumishi wa Mungu wa kweli ambaye ndio unamhitaji sasa wewe, nilikwambia jambo moja. Kama mtu ana mganga wake, ana daktari wake, ana mwanasheria wake, ni muhimu na wewe sasa uwe na mchungaji wako, uwe na profeti wako, uwe na mtu wako wewe. Na sio lazima una Dennis. No, chagua mtu ambaye ukimsikia unajiona, mfanya wewe kwako. Mimi nimekaa shule kwa miaka 3, nimechagua kumsikiza mtumishi mmoja tu. Sitaki kusikia mtu mwingine yeyote. Anaitwa Hubert Angel. Kwenye kushape namna kumsikia Mungu. 3 years nilichagua. 2014, 2013, 2014, 2015. Simsikii mtumishi yoyote. Naenda kanisani, nafundishwa na mchungaji wangu Pastor John Lukindo, naelewa vizuri. Lakini sikio langu la ndani kwenye eneo la kinabii namsikia mtu mmoja tu. Anaitwa Papa Hubert Angel. Namsikiza huyo tu. So ndio maana nikisemaga hivi, itakuwa hivi na uhakika. Kwa sababu nimemsikia Mungu kupitia mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anamsikiliza. Sio? Anakuambia I can miss lunch, I can miss breakfast, I cannot miss a prophecy. Sio? Kwa mimi kuambia hivi, Brother Sataya inaenda upande wa watu wa movie kutembelea huko. Najua anachomaanisha. Brother Sataya inatembelea watu ambao walikuwa na uwezo wa kupaza sauti kwa ajili ya taifa na wakapuuza sauti za wananchi, hawakupaza sauti. Brother Sataya inaenda kuwatembelea huko. Najua nini namaanisha. Nikisema bongo movie wanaweka matanga, wanakusanyika, wanaomboleza, najua nini namaanisha. Unaelewa vizuri? Yeah. Najua. Unafahamu wimbo wa Makombolero? Haya, kichapo atalipa yawe. Wabongo wanaimba kichapo atalipa yawe. Ule wimbo manake unajua nini? Ule wimbo ni Brother Sataya. Watu wanashindwa kuelewa. Ule wimbo manake anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajikesha na kuacha njia zao mbaya na kuomba, mimi Mungu utasikia toka mbinguni na kuiponya nchi yao. Hiyo ndio nini? Maana ya Brother Sataya. Ndio maana huo wimbo Makombolero
So watu wameshinda kuelewa hata hiyo kodi tu. Ukisikia nyimbo zote za kuhamasisha ukombozi wa hii nchi, unasikia nyimbo gani? Makomborero. Alafu huko kwa Mungu utakutana na nini? Bradiga Sataya. Mzigo uko pale. Na hiyo lazima iwepo, hiyo lazima iwepo. Kitu ambacho mimi nawaka nacho ni kimoja. Ambacho nawaka nacho ni kimoja. Mungu akisema adanganyi. Na akigeuza huwa anasemaga. Sawa eh? Who is your personal prophet? Who is your personal pastor? Mchungaji wako ni nani? Mchungaji wa kweli hakuelekezi kumwamini yeye, anakuelekeza kumwamini Mungu. Yeye anakupa maelekezo namna gani unaweza kumwamini Mungu. So mtumishi ndiye kuaminisha yeye zaidi. Muogope. Mimi I know I am very anointed. Najua na upako mkubwa sana. Lakini milele yote haiwezi kanifanya mimi nikajiona bora mbele yako. Hapana. Kwa sababu nimepewa upako na kusaidia wewe. Na wewe ukipewa upako huo unatakiwa kusaidia watu wengine. So the moment najihesabia haki, nimejaribia kila kitu. Amen. Amen. Yeah. Ningeweza kufundisha vitu vingi sana, uchawi, unafanyaje kazi makazini, na mgeni unaweza kushinda, unaepukaje kupitia nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako, lakini wote ningeangalia hapa hamna naye roho hapo, wote mko safi tu. Waposta. Waposta amesikia mna naye roho hapa, amefurahi sana maana alikuwa anajua kwa kumbe naweza ngao nahubiri njia hapa nimetegwa mahali.